Samia Suluhu atumia ujanja kuvunja nguvu za JWTZ ili kuzuia maafa yanaweza kumkuta hapa mbeleni. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Tarehe 29 Oktoba mwaka jana ikupaswa kuingia katika historia ya Tanzania kama siku ya maombolezo ya kimya. Ilipaswa kuwa siku ya uthibitisho wa mamlaka ya raia kupitia kura, na badala yake iligeuka kuwa mwanzo wa mlolongo wa mauaji ya kikatili, risasi zilizolenga vichwa vya waandamanaji na miili iliyokusanywa bila majina. Kilichofanya tukio hili liwe la kutisha zaidi si ukubwa wa damu pekee, bali ni ukweli kwamba taasisi iliyoundwa kikatiba kulinda uhai wa Watanzania ilisimama pembeni. Jeshi la Wananchi wa Tanzania chini ya uongozi wake wa juu liliacha jukumu lake la msingi, na kwa kufanya hivyo likaruhusu dola kushuka hadi kiwango cha uhalifu dhidi ya raia wake. Na kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na marekebisho yake, ulinzi wa taifa na raia wake ni jukumu ililoainishwa wazi, na katiba inatoa mamlaka ya kipekee ya kuweka majeshi ya serikali na kumweka rais kama amiri jeshi mkuu, huku ikisisitiza kuwa matumizi ya nguvu lazima yawe kwa mujibu wa sheria na kwa ulinzi wa uhai. Sheria ya ulinzi wa taifa inaongeza msisitizo huo kwa kuweka wajibu wa jeshi kulinda nchi dhidi ya vitisho vya nje na kusaidia mamlaka za kiraia bila kujihusisha na siasa za vyama. Msingi huu wa kisheria uliweka mstari mwekundu dhidi ya matumizi ya jeshi kukandamiza sauti halali za wananchi, na ndani ya siku chache baada ya uchaguzi, mstari huo ulifutwa kwa vitendo. Ripoti kutoka kwa makundi ya kiraia ya ndani, wachanguzi wa kimataifa, vyama vya upinzani hususan Chadema na ACT Wazalendo pamoja na mashirika ya haki za binadamu ziliweka kumbukumbu nzito ya matumizi ya nguvu kupita kiasi, na polisi, vikosi visaidizi na vitengo vilivyoonyesha utii wa maslahi ya chama tawala walihusishwa na mauaji ya raia mamia, huenda maelfu kwa risasi za karibu. Miji na vijiji vilishuhudia askari wakiwa juu ya raia waliokimbia, huku mikusanyiko ya miili ikiondolewa usiku. Na katika mazingira hayo hakutokuwepo kwa hatua madhubuti za jeshi kuzuia mauaji kulibeba uzito wa kushiriki kimya kimya katika uhalifu. Historia ya JWTZ ilijengwa kinyume na hali hiyo, na baada ya uasi wa kijeshi wa mwaka 1964 taifa liliamua kujenga jeshi la wananchi lenye mizizi katika jamii, likiheshimu taifa wa kiraia na lisiloegemea chama. Msingi huu uliimarishwa na falsafa ya ujamaa wa Julius Nyerere iliyolenga kuzuia mapinduzi ya kijeshi na kuhakikisha jeshi linabaki chini ya mamlaka za kiraia. Kwa miongo kadhaa Tanzania ilijitofautisha katika bara kwa kukwepa mapinduzi ya silaha. Ndiyo maana kushindwa kwa jeshi kutekeleza wajibu wake wa kulinda raia mwaka 2025 kunabeba uzito wa kuvunja mkataba wa kihistoria kati ya dola na jamii. Na wengine wanasema huenda Samia Suluhu alitumia ujanja fulani kuvunja hii nguvu yao, na vilevile kuelekeza mahali ambapo hapastahili. Uchaguzi wenyewe uliandaliwa katika mazingira yaliyokuwa hatari na dosari. Kuondolewa kwa wagombea wakuu wa upinzani, vikwazo vya mikutano ya kisiasa na udhibiti wa taarifa vilizua hali ya kutoaminiana kabla ya kura haijapigwa. Na baada ya matokeo kutangazwa, maandamano yalikuwa ni matokeo ya moja kwa moja hisia za kunyimwa haki kisheria na kimaadili. Majibu ya dola yalipaswa kuwa ya kusikiliza, kulinda na kusimamia amani. Badala yake nguvu ilitumiwa kama lugha ya kwanza, na jeshi likabaki bila kutumia mamlaka yake ya kikatiba kuzuia umwagaji damu. Ndani ya mfumo wa madaraka, jukumu la uongozi wa kijeshi si la kupokea amri bila tafakuri ya kisheria, na sheria na maadili ya kijeshi yanawataka viongozi wakuu kuhakikisha kuwa amri zinazotekelezwa ni halali. Pale ambapo amri zinahatarisha uhai wa raia na kuvunja haki za msingi, wajibu wa kiongozi ni kusimama kama kizuizi. Kutofanya hivyo kunabadilisha kutochukua hatua kuwa tendo lenye athari sawa na kushiriki. Na katika tukio la mwaka 2025, uongozi wa juu wa JWTZ ulianguka katika jaribio hilo.
Athari za kushindwa huku hazikuishia ndani ya mipaka ya taifa. Jumuiya ya kimataifa ilianza kuchukua hatua za tahadhari. Mashirika ya haki za binadamu yaliwasilisha ushahidi unaoonyesha uwezekano wa uhalifu dhidi ya binadamu. Wahisani wa maendeleo walipunguza misaada isiyo ya kibinadamu na masoko yakaanza kuonyesha hofu. Ndani ya Afrika Mashariki, wasiwasi uliongezeka kuhusu athari za ukosefu wa utulivu kwa ukanda mzima. Na katika muktadha huo, mjadala kuhusu uwajibikaji wa kimataifa ulipata nguvu, ukilenga hasa mahakama ya kimataifa kama mahakama ya kimataifa ya uhalifu kama jukwaa la kuchunguza waliohusika au waliokosa kuzuia uhalifu. Ndani ya nchi, madhara ya kisaikolojia na kijamii yaliendelea kukua. Familia za wahanga ziliachwa bila majibu. Jamii ziliingia katika ukimya wa hofu na imani kwa taasisi za dola iliporomoka. Vijana waliokuwa mstari wa mbele katika maandamano walitambua ujumbe uliotumwa na dola: sauti zenu hazina thamani. Ujumbe huu hata hivyo hauzimi historia, huichochea. Na taifa linalokandamiza madai halali huchelewesha mgogoro, aliondoi chanzo chake. Kisiasa, tukio hili lilifungua mjadala mpana kuhusu nafasi ya chama tawala, Chama cha Mapinduzi, katika kuathiri vyombo vya dola. Tuhuma za mtandao wa maslahi ya ndani uliotumia usalama kama ngao ya kulinda madaraka zilipata uzito mpya. Jeshi lililopaswa kubaki juu ya mvutano wa vyama lilionekana kuburuzwa katika mapambano ya kisiasa, na hilo liliharibu hadhi ya taasisi na kuweka alama isiyofutika katika kumbukumbu ya umma. Na katika mizani ya historia, uongozi hupimwa zaidi katika nyakati za mgogoro. Kiongozi wa kijeshi anaposhindwa kulinda raia katika saa za hatari, rekodi hiyo hubaki hata baada ya sare na vyeo kuondolewa. Na Tanzania imewahi kujivunia jeshi lilolinda uhuru wa mataifa jirani na kusimamia amani ya ndani. Kinyume chake, mwaka 2025 uliweka mfano mpya wa kile ama mfano mbaya wa kile kilichotokea pale utii wa kisiasa unapotangulizwa mbele ya wajibu wa kikatiba. Hitimisho la simulizi hili alipo katika wito wa hasira, bali katika ukweli usiotuliza. Mustakabali wa Tanzania unategemea uwezo wake wa kukabiliana na makosa ya dola bila kujificha nyuma ya hofu. Na ukimya unalinda waliokosa wajibu kujenga, ama waliokosa wajibu hujenga kesho iliyojaa machungu zaidi. Taifa lililoacha damu ya raia wake ikauke bila uwajibikaji huandaa mazingira ya migogoro mikubwa zaidi. Na kati ya hofu na haki, historia haijawahi kusimama upande wa hofu kwa muda mrefu. Tanzania iko kwenye kivuli cha chaguo hilo, na gharama ya kutochukua hatua itaandikwa katika maisha ya kizazi kijacho. Ndio hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine bila kupindisha. Zidi kuwa nasi kwa kutusupport, kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.